Ndiyo. Naam. Kuna nukuu moja ambayo ningeipenda tuweze kuanzia. Baada ya hapo tutaweza kutafakari kuhusu wazo ambalo tunaenda kulisoma. Mtu mmoja anayeitwa AJW. Mwalimu Joel, naomba chukulie huyo. EJW. Namjua huyo, anaitwa Wagona. Tarehe ya ninachoenda kukisoma kimeandikwa mwaka wa 1902. Mwaka 1902. Ndio. Sasa jinsi ambavyo nilikuwa nimesema ni kwamba mafunzo haya ya patakatifu ni kitu ambacho ninaendelea kujifunza na kumwomba Bwana aendelee kunielimisha. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo nikivipata hata mimi mwenyewe yaani nashangaa, kwa maana yake yaani ni kitu ambacho unaweza kuwa mara ya kwanza unapojifunza unakuwa katika hali ya wasiwasi kwamba niko sahihi au siko sahihi. So unapopata watu waliotangulia wanazungumza hoja ambayo umeiwaza na kupatia ujasiri ya kwamba safari hii ya kutafuta kuelewa neno hauko mbali, na hasa unapopata ya kwamba mmoja wa wale ambao walipatia ujumbe wa kwanza kabisa katika kufunua ulimwengu huu na ulimwengu wa kisabato kwa ukweli wa mwisho ambao ni wa haki kwa imani, anakuwa na wazo ambalo linaambatana na jinsi ambavyo umejifunza kuhusu somo la tabia ya Mungu kwenye mpango wa hekalu. Now, sasa mada ya kitabu hicho, ni kitabu ama ni tarehe ya maandishi hayo, na katika hiyo nini ya estate ya Ellen White, hiyo ya blue, ukienda hapo kitabu chenyewe kinaitwa ARSH. Sasa hiyo nimesema hivi ARSH, na hiyo ni kama sijakosea kwa jumla ni Advent Review and Sabbath Herald. So tarehe ni ya Septemba tarehe 10. No, Septemba tarehe 30 mwaka wa 1902. Sasa hapa mada ya article hii inasema the blotting out of sin. The blotting out of sin. Utoaji wa nini? Utoaji wa dhambi. Mbona nimeingia hapo moja kwa moja tu na tumeanza tayari kujifunza kuhusu sehemu hii inayoitwa patakatifu pa patakatifu. Ni kwa maana kama Waadventista kuna baadhi ya vitu ambavyo sio vigeni kwetu. Angalau labda kama umekuwa katika Waadventista ule ambao labda katika makanisa yale ambayo ni ya, kuna yale makanisa ambayo unapata ni machanga ambayo hayana walimu wanaoyashughulikia, labda unapata vitu vingine kama hivi haujapata kujifunza. Na nafikiria kwenye mawazo yangu, kwa maana yake kawaida wa Mwadventista ambaye yupo katika makanisa ambayo kuna walimu wanaofunza, umejifunza kuhusu huduma ya patakatifu mno, ambao kazi inayofanyika kule ambayo ni kazi ya upatanisho na usafishaji wa nini? Wa hekalu. So ningelipenda tukumbushane jinsi ambavyo tumeifunzwa and then tuenda kusoma. Sawa? Tumefunzwa ya kwamba katika huduma ya patakatifu hapa ndani, Kristo alipoingia hapa ndani mwaka wa 1844 alienda kufanya kazi ya utakaso wa hekalu, na kutakasa hekalu tukatafsiriwa kwamba ni hukumu ya nini? Ya upelelezi. Kwa maana yake ya kwamba hukumu hii ya upelelezi, vitabu vinafunguliwa, Mungu anaanza kupeleleza matendo na tabia yangu niliyoitenda ambayo imeandikwa pale. Ikiwa nimetubu, basi anafuta nini?
anafuta dhambi iliyokuwa imeandikwa wapi? Na by the way, sio kama anafuta dhambi. I don't think even hata kusema pia ni correct. Sio kufuta dhambi, bali kufuta orodha ya anafuta orodha ya dhambi kwenye kitabu. Kumbukumbu, yani ile jinsi ilivyokuwa imeandikwa kwamba tarehe fulani au Wycliffe amefanya hivi, Mzengoe amefanya hivi, orodha hiyo ndio anayofuta pale. So kwa hiyo utoaji wa dhambi tumeitafsiri ni kufuta kumbukumbu ya dhambi. So hivyo ndivyo ambavyo tumefunzwa. Na sijui kama nitakuwa nimekosea kupeana muhtasari hivyo. Ni hivyo au sivyo? Ni hivyo. Hasa kama umekuwa katika somo la kujifunza patakatifu, ni hivyo sivyo? Ni hivyo sio? Kwa hiyo unapozungumza Kristo ameingia patakatifu kwenye huduma yake ya uombezi siku za mwisho, hoja kuu sana hapa duniani ambayo tunafaa tuifanye kwenye muktadha huo ni kumuomba atusamee. Kwa maana yake Baba akubali damu ya Kristo kwa niaba yetu. Baada ya hapo sasa Kristo anapoenda kwenye vitabu ako na uhuru wa kuandika umesamehewa kando na jina langu, sio? Akishaandika umesamehewa kando na jina langu, siku ya hukumu ikifika, kitabu changu kikiitwa au jina langu likiitwa, wakipata kwamba nimeandikiwa nimesamehewa, basi anafuta nini? Ile si dhambi, ile kumbukumbu ya dhambi, sawa? Hivyo ndivyo ambavyo tumefunzwa. So kwa kifupi hiyo ndio hukumu ya upelelezi kwa summary. Sio? Sasa naomba tusikize jinsi ambavyo huyu ndugu anawaza. Baada ya hapo tutaingia sasa kuifuatilia vizuri. Naomba tusome pamoja hapa kwa Kiingereza. Anasema hivi, This then is the message that God is light. Kwamba huu sasa ndio ujumbe kwamba Mungu ni nuru. And if we walk in light, the blood of Jesus Christ cleanses us from blot out all iniquity. Na ikiwa tunatembea katika nuru, damu ya Kristo inatusafisha au kututakasa kutoka kwa yote, au yote hayo anamaanisha ya kwamba kutuondolea iniquity yote. Ni kwa Kiswahili uovu wote, sio? Now the proof of whether or not we have the truth is in the effect that which we have has upon our lives. Nirudia vizuri. The proof of whether or not we have the truth is in the effect that which we have has upon our lives. Kwamba ushahidi ya kwamba tuko na ukweli au hatuna ukweli ni effect. Sasa kwa Kiswahili effect imenikosa jina. Ni effect. Inaweza ikawa ni madhara au matokeo. I think matokeo ni sentence nzuri. Matokeo ambao kweli hiyo inakuwa na katika nini? Katika maisha yetu, sawa? Does it cleanse us from unrighteousness? Je, ukweli huo unatusafisha kutoka kwenye nini? Unrighteousness. Na kupatia haki. Unrighteousness. Kwenye kutokuwa na haki. Kutokuwa na haki. Je, ukweli ambao tuko nao unatusaidia na kutusafisha kutoka kwenye kutokuwa na haki? Ni swali nauliza. Now if we walk in the light, ikiwa tunatembea kwa nuru, then the blood of Jesus Christ cleanses us. Basi damu ya Kristo inafanya kitu gani? Inatutakasa. Anamaliza akisema ya kwamba light is the flowing forth of God's life. Kwamba nuru ni utiririka wa uzima wa Mungu, which cleanses and blots out sin, ambao inatakasa na kuondoa nini? Dhambi. So damu inayozungumziwa hapo na notice ni kitu gani? Amefananisha hiyo damu na pamoja na nuru, ambayo pamoja ni nini tena baada ya hapo? Ondolewa. No. I think that kama nikiwa ninasoma hamnipata. Ninaomba mtu asimame, mtu ambaye anaweza tafsiri asimame. Mimi nitakuwa nasoma alafu atafsiri, naomba msikize, sawa? Kama unaelewa Kiingereza wewe sikiza sehemu ya Kiingereza, kama unaelewa Kiswahili basi wewe sikiza sehemu ya nini? Anasema hivi. This then this then is the message, ni ujumbe that God is light, kwamba Mungu ni nuru,
And if we walk in light, na kwamba tukitembea nuruni, the blood of Jesus Christ damu ya Yesu Kristo cleanses us from all. Inatusafisha kutoka kwenye uasi wote. The proof of whether or not, ushahidi kwamba whether or not we have the truth, kwamba tunao ukweli au hatuna, is in the effect, ipo katika matokeo that truth ipo katika matokeo kwamba ukweli huo have upon our lives. Je, tunao katika maisha yetu? Yani matokeo ambao ukweli huo unakuwa nao katika maisha yetu. Does it cleanse us from unrighteousness? Je, ukweli huo unatusafisha kutoka katika kutokuwa na haki? If we walk in light, ikiwa tunatembea katika nuru, then the blood of Jesus Christ, ndipo damu ya Yesu Kristo, cleanses us. Inatusafisha. Light is the flowing forth of God's life. Nuru ni kutiririka kwa uzima wa Mungu, which cleanses us, ambao ndio unatutakasa and blots out sin, na kufuta dhambi zetu. Mpaka hapo tuweze kumenya vitu fulani, alafu tuende kwenye paragraph inayofuata. Hapo amefananisha nuru kwa nini? Na damu damu ambao ni sawa sawa na nini? Na uzima. Ndio. Naomba tufuate huo mfanano. Amesema kwamba nuru ndio inayotutakasa. Akafananisha nuru na damu ya Kristo na uzima wa nani? Wa Mungu. Kwa hivyo damu inayotutakasa sisi ni nini? Nuru. Ni nuru ambayo inafananishwa na nini? Uzima na damu ya Kristo, sio? Nuru si ni kweli au nuru ni neno? Si ni sawa? Na ikiwa nuru ni neno, neno la Mungu lina uzima. Na kitabu cha Yohana 1 inatuambia kwamba hapo mwanzo palikuwa na neno, na neno alikuwa pamoja na nani? Na Mungu. Mstari wa pili nasemaje? Naye neno alikuwa kwa Mungu. Mstari wa pili, ndani yake mlimwemo na nini? Uzima. Kwa hivyo nuru, kinapozungumzia nuru au neno, lazima nuru iwe na nini? Uzima. Na uzima, sio? Kwa hiyo kinachotusafisha na kututakasa ni nini? Ni uzima wa nani? Wa Mungu. Tunaona vizuri mpaka hapo? So tunaposoma sentence ile ya Waebrania inayosema ya kwamba hamna ondoleo la dhambi isipokuwa nini? Damu. Bila damu. Then jua ni kweli nukuu ile iko sawa. Kumbe damu ndio inayotusafisha, lakini hiyo damu ni kitu gani? Nuru. Ni uzima wa nani? Na unaupata wapi? Neno. Katika nuru au katika nini? Katika neno. Sio inaingiana vizuri? Nao. Sasa hiyo yote ni sawa na tunafikia tunaijua. Sasa mahali tatizo lipo ni kuhusu jinsi utakaso unavyofanya kwenye hekalu, sio? Sikizeni anavyosema. We need to be on our guard. Tunahitaji kuwa katika ulinzi au uangalizi against the idea, dhidi ya wazo, that the blotting out of sin, kwamba ufutwaji wa dhambi, is merely as the passing of a sponge, kwamba ufutwaji wa dhambi ni kama kupitisha kifutio au dust ile duster. Hiyo sponge yetu iko wapi? Tunakuwa nao mahali kwa sponge. Yani tunafaa tuwe makini kwamba tusije tukawaza ya kwamba mnacheka. Ninataka nitoe mfano. Si hapa. Sawa. Nao msikize vizuri. We need to be on our guard. Tunapaswa kuwa katika ulinzi, umakini au umakini na against the idea, dhidi ya wazo, that the blotting out of sin, kwamba ufutwaji wa dhambi, is merely as passing of a sponge, ni kama kupitisha kifutio over a slate. Slate, sasa hapo neno hilo linazungumzia ni mahali ambapo imeandikwa, yani surface ambayo imeandikwa. Alafu anasema hivi, or an entry in a ledger, au kufuta katika kitabu, katika ledger. Nakumbuka ile ledger of heaven tulisoma juzi? Kwa hivyo ufutaji wa dhambi unakuwa kama ni kupitisha sponge juu ya nini? Ya kile kitabu ambapo juu ya ledger kwenye kitabu ya accounts. Nakumbuka ile? Umeelewa mpaka hapo? Haya, alafu anasema hivi,
This is not the blotting out of sin. Huku sio kufutwa kwa dhambi. Tumefunzwa nini? Uchafu. Yaani sio ndio tumefunzwa, yeye ndio tumefunzwa hiyo. Kwamba tunapopiga magoti tunamwambia Baba, naomba nisamee, alafu hapo kwenye akili yako ya kwamba Kristo anaenda mbele ya Baba anamwambia damu yangu, sio? Nakumbuka hiyo nadharia. Kwa hivyo Baba anapomwambia damu yangu, then Kristo ako na haki ya kuchukua kitabu huko, achukue hiyo sponge, eraser, afute. Alafu umesema dhambi anasema hii sio ondoleo wa dhambi. Basi turudie mabado. Na anasema fanya hivi. Inamaanisha urudie. Anasema hivi. Lakini naomba urudie kwa kuanzia jina la nukuu ili tunaweza kuendelea kuifuatilia. Nukuu ni jinsi ilivyoandikwa hapa ARSH. Umesikia? ARSH. Ambapo kwa kirefu tunasema nini? Ni Advent Review and the Sabbath Herald. Okay. September tarehe 30. Mwaka wa 1902. Ukifika 1902 hapo soma hiyo barua yote. Now, twende mbele. We need to be on our guard. Kitabu hatujaandika vizuri. Na September 1902. tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 1902. Iko sawa sasa? We need to be on our guard. Tunapaswa kuwa waangalifu Against the idea dhidi ya wazo that the blotting out of sin kwamba ufutwaji wa dhambi is merely as the passing of a sponge over a slate. Unafanana na kutumia kifutio kufuta mahali ambapo maandishi yameandikwa, Or an entry in a ledger. Au kufuta kwenye daftari au kitabu cha kumbukumbu ambazo imeandikwa. To balance the account. Ili kuweka sawa mizani. Kuweka sawa hesabu. Amesema vizuri. Hiyo amesema mimi nawaambia to balance what? Mizani. To balance. Wale watu ambao wamekuwa darasani mwaka jana mahali popote pale tukijifunza Laodikia. Nakumbuka Laodikia kuna nini kwenye mkono vile jamaa wa Laodikia? Ile miungu ya Laodikia. Inakuwa na nini? Na nini kwenye mkono mwingine? Upanga. Ndio. So kumbe hapa lengo la kufuta kwenye kitabu ndio balance iegemee upande wa nini? Upande wa haki. Yaani anaiba huku, anafuta, anadanganya huku, hakuna dhambi, ni ameficha, sio? Niposa hii iegemee wapi? Kwenye haki. Sio maneno vizuri. This is not the blotting out of sin. Huku siko kufutwa kwa dhambi. Anapenda mfano. Anasema hivi. An ignorant man, mtu mjinga. Mtu nini? Mjinga. An ignorant man who saw a thermometer for the first time. Mtu mjinga ambaye ataona kipima joto kwa mara ya kwanza. Aliyeona kipima joto kwa mara ya kwanza. Thought to lessen the heat by breaking it. Alifikiri kupunguza lile joto kwa kuvunja ile thermometer au kile kipima joto. But how much effect did this have upon the weather? Ni madhara makubwa kiasi gani hilo tukio lilipelekea kwenye swala liliathiri vipi hali ya hewa. Yaani wewe umeangalia thermometer inakuambia Dar es Salaam last time tumeenda pale katuchoma sana. Dar es Salaam inasoma 40. Inakuwa ngapi? 40 December. Iko 40. Alafu sema hii inanichoma sana, sio? Uchukue thermometer uvunje. Sasa itabadilisha nini kwenye mazingira hapo? Sasa anafananisha hiyo na mtu ambaye anasema ya kwamba Mungu mbinguni anachukua kitabu, anafuta. Sasa ukifuta kitabu kule inaondoaje dhambi? Kile mfano ule uliotoa mwalimu ulikuwa jana. Ile ya daktari akiandika orodha ya ugonjwa na hali yako ilivyo. Then akifuta haimaanishi kwamba umepona, alafu akaandika umepona. Yaani kwenye HIV anafuta, anaweka fine. Uko okay. Ushapona. Hiyo haisaidii.
Haya, twende mbele. Alafu anasema hivi. Anasema anauliza swali, how much effect does this have upon the weather? Je, tukio hilo au kitendo hicho kitaathiri vipi hali ya hewa? Baada ya kuuliza swali anasema, just as much as the wiping out of the record of sin has upon the sinner. Hiki ndicho ambacho kinaweza kuwa kwamba hakina yani jinsi ambavyo kuvunja thermometer haina effect yoyote na weather, ni hivyo hivyo kufuta dhambi kwenye rekodi haiwezi kuwa na effect yoyote kwa nani? Kwa mwenye dhambi. Kwa mtenda dhambi, sio? Kwa nini? Sikizeni vizuri anavyosema. Alafu anasema hivi. The tearing of a leaf out of a book. Kuchana karatasi kutoka kwenye kitabu. Hiyo kitabu mnajua kitabu gani hiyo? Kile ya kuwekea wapi kule? So imejaa dhambi nyingi. Alafu wewe unasema sasa hata kufuta imekaa, nikifuta inakaa vibaya. So nifanye nini sasa? Nataka ni chane, sio? So kuna rua hiyo, or even burning of the book containing the record. Au sasa hachani, anaamua kuchoma kabisa kile kitabu. Does not blot out sin. Hiyo haifuti dhambi. Alafu anasema hivi. The sin is not blotted out by blotting out the account of it. Dhambi haifutwi kwa kufuta kumbukumbu zake. Kwa kufuta kumbukumbu zake. Any more than throwing my Bible into fire. Zaidi. Yaani jinsi ukiamua sasa, angalia leo uamue hii Biblia nataka uchome. Sasa umechoma. Neno la Mungu umechoma. Yaani haulijalifanyia lolote, sio? Anasema hivi. Alafu anasema, there was time when all Bibles that will be found, kulikuwa na wakati ambapo Biblia zote zilizokuwa zinapatikana ziliharibiwa. But the word of God, the truth remained. Lakini neno la Mungu, yani ukweli wenyewe ulibaki. Sasa tuna chini mpaka hapo tumeweza kuelewa kwamba yani hauwezi futa dhambi kwa kuharibu kitabu. Kumbukumbu ya nini? Kumbukumbu yake. So tu assume ya kwamba sawa Mungu yuko na vitabu wapi? Mbinguni. Tu assume kwa maana tayari tushajua kwamba vitabu ambavyo yuko navyo ni kumbukumbu na wala sio kitabu cha nje, sio? Wewe assume una kitabu. Sasa yeye kuingia kwenye patakatifu pale au achukue kile kitabu sasa afute. Mimi inanisaidia nini hapa duniani? Hamna chochote. Hamna chochote, sio? Ndio maana nikawaambia tulipokuwa tunaanza hekalu, somo la hekalu inapigwa mateke. Kwa maana jinsi tunavyoliwakilisha ali make sense. Mtu analielewa anasema nini yule niambia wewe? Kwa maana yake unahudumisha hata mpango wa wokovu wenyewe. Ndio. Alafu aliyekariri hiyo mambo yote, aliyekariri hiyo kitu yote majinsi ambayo tumeishika, anakuambia ako intelligent sasa. Yule jamaa ambaye amekariri kwamba unajua amekariri unajua damu ilikuwa inachukuliwa hapa, alafu anakuambia akimaliza Azazel anawekewa mikono, baada ya hapo a fit man, akishakariri yote anakuambia sasa I have become intelligent. Unaelewa vizuri? Yaani mtu wa aina hiyo aliyekariri maelezo hayo, anajisema kwamba yeye anauelewa sahihi juu ya somo la patakatifu. Hiyo ya kitabu kunaruliwa na kufuta nini? Dhambi. Yaani huyo ndio ako intelligent. So unashangaa ni intelligence. Ignorance. Sasa naomba tusome kitu fulani hapo chini. Naomba tusikie sentence iliyo hapo. When Moses broke the tables of the stone, wakati Musa alipovunja zile mbao mbili za mawe, the law was just as steadfast as it was before. Sheria yenyewe ilibaki kusimama kama ilivyokuwa mwanzo. Kwa hivyo alipovunja mbao haiko affect anything kuhusu nini? Kuhusu neno. Kwa nini? Sheria ya Mungu ilikuwa kwenye mbao. Hiyo unaelewa vizuri? Hili ni kielelezo, sio? Sasa swali, wewe unapovunja sheria ya Mungu, wewe unaibadilisha kitu gani? So sheria ya Mungu ambayo imevunjika inakuwa wapi? Kwenye akili ya mvunjaji. So unaposoma nukuu inayosema ya kwamba sheria ya Mungu iliyovunjwa, kwa maana kuna nukuu inayosema hivyo. Sheria ya Mungu iliyovunjwa ilidai damu ya aliyekuwa ameivunja. Hiyo sheria imevunjwa ni wapi? Kwa maana sheria ya Mungu huwa haivunjiki, inakuwa tu hivyo.
So sheria ya Mungu inayodai damu au inayodai mdhambi ahukumiwe au afe, sheria iliyovunjwa ni ya wapi hiyo? Kwenye akili ya Ni kwenye akili yako wewe ndio unaweza kuvunja sheria ya Mungu kwenye nini? Lakini sheria ya Mungu jinsi ilivyo kwenye asilia haiwezi. Ni wewe unaweza amua kuipuuza. Lakini ipo. Sio? Haya, naomba tuende mbele tusikize anavyosema. Anasema hivi. Just so kwa njia hiyo hiyo. Kwa njia hiyo hiyo, though all the record of all our sin, kumbukumbu za dhambi zetu zote, even though written, sasa sikizeni maajabu ya anavyosema, even though written with the finger of God, hata kama zimeandikwa kwa kidole cha Mungu, were erased, zilifutwa. Soma vizuri. Just so though all the record of our sin, vivyo hivyo hata kama kumbukumbu za dhambi zetu zote hata kama zingekuwa zimeandikwa kwa kidole cha Mungu, were erased, zikafutwa, the sin will remain, dhambi yenyewe itabaki pale pale. Yaani anamaanisha, sio kama unamuelewa. Anamaanisha hivi. Yaani hata Mungu mwenyewe kwenye kidole chake aandike kumbukumbu ya dhambi zangu zote mahali fulani. Alafu aende siku moja sasa nimefuta. Bora dhambi kwa ndani yangu inabaki pale pale. Mzee ngoja anasema, sijawahi sikia kutoka kwake hiyo. Sasa sikiza kwa nambera anavyosema. Sikiza kwa nambera anavyosema. Sikiza vizuri, anasema hivi. Alafu anasema because the sin is in us, kwa sababu dhambi ziko ndani yetu. Twende mbele. Though the record of our sin, ingawa kumbukumbu ya dhambi zetu, were graven in the rock, zilikuwa zimechorongwa kwenye mwamba, and then the rock, na kisha mwamba should be grounded, ukatwangwa to be powder, ili uwe unga. Even this will not blot out our sin. Hata hilo haliwezi kufuta dhambi. Sasa wewe uko busy, unamwambia naomba uniandikie msamaha kwenye kitabu huko. Sio hata sasa ndio labda ibadilike kwangu kwa sababu baba unisamehe, unifute jina langu katika kitabu cha hukumu. Au uliandikana kwa maelekezo uandike kwenye kile kitabu cha uzima. Sasa lakini kwenye hiyo mwalimu urahisi wake kama ndio kwamba ile sentensi ya kwamba sheria ya Mungu iliyovunjwa ilidai damu ya mvunjaji imwagike, ndipo ambapo ingefanyeje, ingesatisfy. Ninafikiri kwa sababu tumeona uvunjaji inavunjika wapi? Kwenye akili ya mvunjaji. Then damu yenyewe ni nuru tu kurudisha mahali ambapo uelewa ulivunjika, kuirudishia, kwa sababu kama imetajwa hapo ndio uzima wa Mungu, ndio hicho kinachoitwa nuru. Maana yake uvunjaji ilikuwa ni giza, ambao ni matendo maovu kwenye Yohana. Sasa maana yake mahali penye giza ukiweka nuru, then damu imemwagika, imefanya kazi. Haya, sikiza napomalizia, alafu tuingie kwenye somo. Sisi kama kuna muda. Anasema hivi, the blotting out of sin, ufutwaji wa dhambi, is erasing of it, ni ufutwaji wa dhambi hizo from nature, kutoka katika asili, the being of man, kwenye utu wa mtu. The blood of Jesus Christ, damu ya Yesu Kristo, cleanses from all sin, inasafisha kutoka katika dhambi zote. Kwa hiyo damu inayotusafisha inasafisha wapi? Utu wa mwanadamu. Utu wa nani? Wa mtu. So tunaposema kwamba Kristo ameingia patakatifu kupatakasa, yaani hiyo patakatifu sio pahali pengine pa ajabu. Ameingia kwenye stage ya mwisho ya kusafisha kanisa lake au watu wake. Wao ndio wanaosafishwa. Amina. Sio tunaelewana vizuri hapo? Amina. Hiyo ndio kazi ambayo Mungu anataka kuifanya katika siku ya kumalizia hiyo. Sasa ndio maana nikamwambia shetani naye akatunasa. Akasema, mmediscover sanctuary. Okay, akatuangalia. Alafu mmesemaje? Kuna sheria ya Mungu kule ndani. Akasema, okay, sawa. Nyinyi endelea kwa siku ya Sabato, haina shida. Sasa ninawaelekeza huko mahali huko juu. Na akili zenu zote zende wapi? Juu. Huko juu. Mshinde mkiweka akili wapi? Huko juu. Lakini huku chini waliwaweke busy
kumwambia Baba, kubali damu ya Kristo kwa niaba yangu. Lakini no matter how much tutafanya hivyo, hakuna usafishaji unaofanyika wa kikweli wa kimaandiko. Kwa hiyo kumbe usafishaji wa kweli unaozungumziwa hapa ni kazi ambayo Kristo anaifanya kutoka kwenye makazi yake kule juu, lakini kazi hiyo inayofanywa malighafi yake iko wapi? Duniani. Chimboni. Mimi niliposoma hii nilisema hata kama labda sijaelewa kabisa hapa, mimi hii inatosha. Hii inanitosha. Yaani hii mimi mfano gani? Hii kama hii nimeelewa nikaona kwa kweli. In fact, naomba ndugu kae kidogo. Tunapoingia somo la leo, nitumia mfano mwingine tofauti. Dhambi ni kitu ambacho mimi mwenyewe nakitenda. Ni kitu ambacho kipo ndani yangu, sio? Ninapofanya dhambi ni kitu ambacho kinaniathiri mimi moja kwa moja. Ni kweli si kweli? Kweli. Sasa nina swali. Ikiwa dhambi mimi inaniumiza, inaniathiri mimi, sawa? Baba anafaa ashughulike na akuwe na akae concerned. Kwa Kiswahili, ajihusishe na kukaa concerned. Kukaa concerned ni ile ambayo yani ajitabia. Okay. Yani anapokuwa mimi dhambi inaniumiza mimi, sio? Yeye mahali fulani kwenye mbinguni yuko na orodha ya vitu ambavyo ninavifanya ambavyo vinaniumiza mimi, sio? Anafaa kuwa anajali zaidi nini? Kuondoa record alionayo kule au kuondoa dhambi hiyo inayoniumiza mimi hapa? Shughulika kinachokuumiza wewe. Ni ashughulike na ajali zaidi na kinachoniumiza mimi hapa nilipo. Lakini Mungu tunayemwabudu yuko busy kufuta rekodi kule. And then uniambie you are very intelligent. Kwa sababu ni watu wako very intelligent. Hebu tuingie taratibu. Niko na muda upi tayari? Hapa ni dakika 42 baada ya saa moja. Dakika 18 zimebaki. Tunapozungumzia usafishaji wa hekalu, naomba nirudi hapa mbele kidogo tuweze kutoka hapa. Mpango wa wokovu sio kitu kingine isipokuwa Kristo kusafisha watoto wake. Hamna kitu kingine, ni hicho hicho. Lakini mpango huo upo katika hatua tofauti kwa wakati wake. Hapa nje ni kazi bado ya usafishaji, lakini kazi katika stage ya kwanza. Unapoingia hapa ni stage ya pili. Unapoingia kwa ni kumalizia stage ya ngapi? Ya tatu. Ni mpango wa kusafisha watoto wake katika tofauti wa wakati kulingana na kweli anazozifunua. Ndio maana tukasema ya kwamba ikiwa hapa tunaona mfumo na mpango wa ndoa, then inatupatia stages tofauti, hatua za wanandoa wanazozipiga kabla wafunge nini? Wafunge pingu za maisha. So unaelewa vizuri? Ndio. So cha msingi hapo tukishaelewa hivyo, then hapa tunachokiona hapa ni hatua tofauti ambazo Bwana anazipiga katika kuondoa tatizo la dhambi. So tunapofika hapa ndani, hii ni hatua ya mwisho. Sasa hii hatua ya mwisho ni vipi ni tofauti na hizi zingine? Kwa nini 1844 ilikuwa ni wakati muhimu wa kumalizia kazi ya usafishaji wa hekalu hili ambalo ni binadamu na malimwengu yote? Ni vipi? Kwa nini? Ni kwa sababu, naomba turudi nyuma kidogo. Ni kwa sababu wakati ambapo hekalu linafunguliwa, tulipata ya kwamba waliona sheria za Mungu kwenye nini? Kwenye sanduku, sio? Kwenye sanduku lile tukajua kwamba lile ni fumbo la kanuni za Mungu au sheria za Mungu zinazoshikilia ufalme wake. Na sheria zake hazijaandikwa kwa mbao bali katika nini? Katika mioyo ya viumbe wake wote, na pia katika asilia. Nature hii imeandikwa amri za nani? Za Mungu. So ni kwa maana yake hivi kwamba amri za Mungu zilipoanza kurejeshwa katika fahamu, Mungu alikusudia wafahamu sheria hiyo ni tabia yake. Kwa maana yake ni urejeshaji wa ufahamu wa tabia yake kwa wanadamu waliopotea.
kuanzia mwaka wa 1844 Mungu alikusudia wanadamu waelewe ya kwamba sheria yangu ni tabia yangu, tabia yake irejeshwe. Hiyo ndiyo kazi ambayo inaambatana moja kwa moja na ile ya wanaume wanapoambiwa mtazame nani? Mungu wako. Unaikumbuka hiyo? Inaingiana moja kwa moja na kazi ya yule malaika wa 4 wa Ufunuo 18. Sawa? So ni vipi ambavyo usafishaji huu unafanyika? Hapo ndo ningelipenda tuuzungumzie. Tutauzungumzia katika njia tofauti tofauti kabla tumalizie masiku ambayo tumebakia. Now, pointi ya kwanza. Dhambi iliweza kuingia duniani na binadamu akaweza kuchafuliwa kupitia nini? Kwa maana yake tushapata ya kwamba usafishaji wa hekalu sio kitu kingine isipokuwa usafishaji wa asilia ya binadamu, the nature of man. Sio? Sasa kama iko hivyo, basi ni nini iliyofanya binadamu asilia yake ikabadilishwa? Yaani uchafu ambao unasafishwa. Sijui kama hapo tumekubaliana vizuri. Point yangu ya msingi ni hii. Anayesafishwa nani? Binadamu, sio? Ni nini ilifanya binadamu akachafuliwa? Ukishaujua hiyo, then umejua lengo kuu la kusafisha hapa ndani ni lipi. Sasa nikwambie kwa nini napokuambia hivyo. Nukuu moja ningelipenda niweza kuisoma, ambayo nimeisoma sana lakini ningelipenda tuiandike. Ellen White kwenye nukuu moja inayoitwa Selected Message Volume 1. Selected Message Volume 1. 346 paragraph 1. Anasema hivi: through the belief in Satan's misrepresentation. Kwa kuamini, sasa hapa naomba Mswahili aliye mwepesi wa kutafsiri. Through belief in Satan's misrepresentation of God. Kupitia kuamini uwakilishi mbaya wa shetani kwa Mungu, man's character and destiny were changed. Tabia ya mtu na nia yake na hatima yake ilibadilika. Nini vimebadilika hapo? Vitu vingapi? Tabia na hatima. So tabia ya binadamu ilibadilika na hatima yake kabadilika kwa sababu ya kitu kipi? Kwa sababu ya shetani kumwakilisha vibaya Mungu. Kwa hiyo ni nini basi iliyochafua hekalu la binadamu? Ni imani potofu juu ya Mungu au uelewa potofu juu ya Mungu. Naomba nisaidie kurudia kusoma mwalimu, nina nukuu. Unataka kunukuu moja kwa moja? Ninaandika kumbukumbu ya kitabu na mstari ambao utanisaidia kuhakiki kama ni yenyewe nikitaka. Selected Message Volume 1. 346. Selected Message Volume 1. 346 paragraph 1. Anasema hivi, nirudie. Through belief in Satan's misrepresentation of God. Kupitia kuamini uwasilishi mbaya wa shetani kuhusu Mungu, man's character and destiny were changed. Tabia ya mwanadamu na hatima yake ilibadilishwa. Kwa hivyo sisi tulibadilishwa kutoka kwa wanadamu walioumbwa kwenye sura ya Mungu kuwa hekalu ambalo ni chafu kwa sababu ya nini? Ya udanganyifu wa shetani. Kwa hiyo ikiwa hekalu hilo litasafishwa, lirejeshwe jinsi lilivyokuwa mwanzo, lazima Mungu aende kwenye msingi, sio msingi, kwenye kiini cha nini? Tatizo. Kwa maanake usafishaji wa hekalu ya kweli basi lazima uanze kwa kurejesha ufahamu halisi kuhusu tabia ya nani? Ya Mungu. Sasa mbona basi lingoja hadi 1844 ndio kazi hiyo ifanyike? Ni kwa sababu kutoka hapa lazima Mungu awaanzishe taratibu. Awapeleke taratibu, awapatie ukweli taratibu. Aanze kufunua ukweli wake taratibu hadi wakati ambapo ulimwengu mzima utakuwa tayari kupokea ufahamu kuhusu sheria zake.
Wakishaanza kupokea sheria zake, waelewe sheria zake sio kama za Rumi, wazielewe ni kanuni za uzima. Wakishaelewa hivyo, then wataanza kujifunza tabia yake, ndiposa wakianza kujua tabia yake, udanganyifu wa shetani utakuwa wazi. Ukishakuwa wazi, then wao wenyewe wanapoendelea kuangalia ile tabia ya Mungu, wanaanza kubadilisha kuwa kama alivyo. Ikifika mahali hapo, ndipo tunapata binadamu wa mwisho kabisa hawatakuwa na chembe yoyote ya uovu wote. Kwa usafishaji wa hekari ya kweli inahitaji kwanza wakati ambapo Mungu alikuwa na nafasi ya kupeana nuru kuhusu tabia yake. Yaani tabia yake inapofunuliwa na wanadamu, wanapoiangalia, wanapopatana kwenye mioyo, wanakuwa kimoja katika mioyo yao, ndiposa binadamu atakuwa na nafasi nzuri ya kuanza kurejesha sura yake iliyopotea mwanzo. Sasa kuna mtu mmoja anaweka picha fulani ambayo ni kama nilikuwa na project ingekuwa rahisi kuzungumzia. Picha hii naomba niweze kuichora kwa katika mawazo yetu. Ikiwa kuna bomba ni pipe, sio? Kuna bomba ambayo imepita hapa juu, alafu ni bomba ya kutoa uchafu. Assume nyumba ya Mzengoi hapa ina nyumba nyingine juu. Alafu wewe ukiwa hapa chini, uchafu ule unamwagika chini ya sakafu. So imejaa uchafu tu. So uko busy unafagia. Unaona uchafu hapa chini. Uko busy na ufagia. Utawai maliza nyumba itakuwa safi, itakuwa safi. Kwa nini? Kwa maana yake unachokisafisha hapa, kiini chake hujakifunika ama hujakisuruhisha. So utafagia hapa milele, lakini bora pale juu, tatizo lipo pale juu. Basi utashinda wapi? Hapo. Sasa hapo ndio kesi ilipo ya binadamu na matendo ya uovu. Matendo yote ya mwili tunayoyatenda ni kama uchafu unaomwagika kwenye nyumba, lakini kiini chake ni mahali fulani ambapo hatujawahi suluhisha, ambao ni udanganyifu wa shetani kwa mawazo yetu kuhusu nani? Kuhusu Mungu. Sasa Mungu ndio afanye usafishaji wa kweli. Yeye sasa anapofika wakati wa kuingia hapa ndani, anawacha hii. Sawa? Anawacha kushughulikia hii. Kwa maana hata ukishughulikia haitaondoka. Anarudi kwa kiini, kwenye bomba inayovuja. Anarudi wapi? Kwa kiini. Akirudi kwa kiini, akishaishughulika, kama haitaendelea kuvuja, akirudi hapa chini, akishasafisha mambo yote, imekuwa safi. Tayari kile ni safi. Kwa maana yake tunasema hivi, na ndio maana kama haujaona vizuri katika mafunzo yetu hapa, tumekuwa tukisisitiza ya kwamba tusibaki kwa vitu vya nje. Hiyo sio tatizo. Sawa? Hiyo sio nini? Hiyo sio tatizo. Na sio kwa sababu lengo letu tu ni kuzungumza. Hapana, ni kwa sababu kwenye tabia hii Mungu anataka tuende kwenye kiini cha jambo. Ikiwa mtu anafanya kitu kwa maana anamchukia Mungu na haoni mapenzi ya Mungu, ama haoni furaha ya kitu ambacho Mungu anamwambia afanye, no matter how much utamwambia akifanye, then itakuwa tu ni bure. Ni kama unapigia mbuzi gitaa afanye kitu gani? Adance, na itamsaidia chochote. So cha msingi ya kwamba unaposoma kitabu cha Yohana 8. Yohana 8 mstari wa 44. Yohana 8 mstari wa 44. Some. Inasema Yohana sura ya 8 fungu la 44. Inasema hivi. Asema ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Na tamaa za baba yenu ndizo ambazo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Wala hakusimama katika kweli. Baada ya hapo sentence hiyo, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe. Kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Now, anaposema yeye ni baba wa uongo, maana shetani ndiye chanzo cha kitu gani? Cha uongo wote. Lakini kuna pointi ya msingi ambao ningelipenda niweze kuisisitiza. Lugha moja ninayoipenda ya translation inayoitwa New International Version inasema ya kwamba shetani
yani lugha ya shetani ya mama, yani lugha ya mama ya shetani ni udanganyifu. Yani the native language of the devil is lies. Yani anachokipenda kuzungumza ni nini? Ni uongo. Sawa? Na uongo kuhusu nini? Unaelewa? Ndio, shetani huzungumza uongo, lakini uongo wake ni kuhusu kitu gani? Ni kuhusu tabia. Ndio maana unaposoma kitabu kinachoitwa Wazee na Manabii, ukurasa ule wa 338, anasema mwanzo wa pambano kuu, shetani ilikuwa ni kusudio lake la kuwakilisha visivyo tabia ya Mungu. Ukurasa ni wa 338. Alafu kwenye kufanya hicho ndiposa akasisimua kutotii amri ya Bwana, excite rebellion against God. Kwa hiyo unapoona binadamu sisi tulipoingia katika maisha ya dhambi tunapoifanya is an act of what? Rebellion. Ni kitendo cha kuasi. Na muasi ni mtu yupi? Muasi ni yule mtu ambaye anajua mpangilio na sheria za nchi na sheria za serikali, lakini maksudi ameamua hizo kuzipuuza. Sasa mbona binadamu wapuuze kanuni za uzima? Kama ninajua ninafaa nichukue hewa safi, mbona nipuuze hiyo? Ni kwa sababu kwenye mawazo yangu nimeziwakilishwa vibaya na mtu mwingine. Tumewakilishwa sheria za Mungu kama kitu ambacho kinatukandamiza, kitu ambacho hakina manufaa kwetu, ni kwa furaha ya mtoaji. Sio kama neno vizuri. So kwa hiyo unapoambiwa usifanye, wewe unaona kwamba hiyo hata ilihusu mimi, ni kwa maana yake yeye ni Mungu tu, ndio maana amefanya gani? Ameniambia nifanye. So sura hiyo inafanya mtu anaasi sheria, kwa maana yake haoni uzuri wake. Hiyo ndio kiini cha dhambi. So Mungu anaporejesha amri zake, sio kwamba anazirejesha tuzifahamu kwenye muktadha wa sheria za kibinadamu. Anahitaji tuzielewe na kanuni zake. Yaani kwa kifupi, tuelewe sheria zake katika mpango wake wa uumbaji. Na ndio maana ujumbe wa malaika wa kwanza uliotuletea ujumbe huu wa hukumu tunaoizungumzia, na ambao kila wakati tunashinda tukiimba kwamba malaika wa kwanza nikamuona akisema kwamba na kumtukuza kwa maana saa ya hukumu yake inakuja. Sujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za. Unaona vile ambao tumememorize. Unaona vile tumeimba vizuri. Kwa maana yake wamefanya kazi nzuri ya kudrive hiyo ujumbe wa nini? Wa hukumu, sawa? But tumewahi gundua kuna mahali ambapo tumepoteza ni wapi? Katika sentence inayosema kwamba mcheni yeye aliyeziumba, sujudieni yeye aliyeziumba mbingu na nchi. Na kitu gani? Na hapo ndipo tulichengewa hapo. Kwa nini? Kwa maana unapoambiwa kuhusu hukumu ya Mungu, au unapoletwa kuweza kufahamu kwamba sheria za Mungu zinaanza kurejeshwa, kwa maana yake ndio kipimo cha nini? Cha hukumu. Ni hukumu na sheria za mtu anayekaa katika sura gani? Yaani ni hukumu na sheria za mtu wa aina ipi? Ni mtu muumbaji. Na muumbaji sheria zake ni nini? Sika umeelewa? Mtu anayeumba sheria zake hasa ni nini? Zinazo protect uumbaji endelevu. Mmesikia point hapo? Unaposikia kwamba tunayefaa kumcha ni muumbaji, kwa hiyo sheria zake ni zipi? Zile zinazoendeleza. Ni sheria za uumbaji. Sijui kama mnanielewa. Yaani anapokuambia mcheni yeye na kumtukuza yeye aliyeziumba, then tayari hapo kuna wazo ambalo tunaletewa kwamba huyu ambaye ujumbe wake tunaupata sio mtu dikteta, sio mtu ambaye anabuni sheria, ni mtu ambaye aliyeviumba vyote. Kwa hivyo amri zake ni kanuni za uumbaji. So mtu anapokuambia unahitaji hewa safi, hapa anakukandamiza kitu gani? Wewe ukiwa ulikuwa na ugonjwa nao kusumbua, alafu umeambiwa fungua madirisha upate hewa safi. Kwani hapo jamani kuna shida gani hapo?
hamna shida. Anakuelekeza katika kanuni ya nini? Ya uzima. Ya uzima ya uumbaji. So tulikuwa tunafaa ujumbe wa malaika wa kwanza tu unavyofika hivi, tunapoanza kuzungumzia amri za Mungu, tunazizungumzia katika muktadha wa kanuni Ya uzima. Tumeumbwa katika kufuata kanuni fulani. Kwa hivyo kanuni hiyo unapoenda kinyume, unajitenga na uzima. Hiyo ndio kanuni za Mungu. Hamna kitu kingine. Sasa sisi tulipoanza kujifunza kuhusu amri hiyo, tukapokea mtazamo wa amri kutoka kwenye picha ya pembe ndogo. Ndiye ambaye ametupatia uprofesa na udokta wa kuelewa sheria za nani? Na Mungu. So unaposikia amri za Mungu 10, unazitafakari na kuzitafsiri kama amri zozote zile za nani? Ya Za kibinadamu. wanadamu wafalme, ambazo zinahitaji mtu ambaye alikaa chini ya kazibuni. Alipokaa, by the way, sijui kama mnajua amri za Mungu hazijabuniwa. Ndio. Wangapi mnajua kwamba amri za Mungu hazijabuniwa? Kuna hata nukuu inayosema ya kwamba Mungu hakuwahi kaa mahali popote akabuni consequence ya dhambi. Unaelewa anachomaanisha? Mungu hakuwahi kaa akasema kwamba sasa ukivunja ninabuni pia nini? Ya matokeo ya Matokeo. Kwa maana yake yeye alipokuwa anaumba, jinsi alivyoumba, yani hivyo ndivyo ambavyo amri zake zipo. Yani hivi, yani sio kitu ambacho alichokaa akakifikiria kama sasa na wakia amri hivi na hivi. Hamna, ni vile ambavyo alivyokuumba, hivyo ndivyo ambavyo yuko. So sasa sikizeni vizuri. Sisi tulipoanza kutafsiri amri za Bwana, tulipopokea ujumbe wa malaika wa kwanza, tulizitafsiri kwenye muktadha wa kuangalia sheria za Mungu kama falme zingine zozote zile za Kirumi na Ugiriki na Wamedi na Waajemi. Kwa hiyo unapoangalia Mungu kwenye muktadha huo, then moja kwa moja unapata picha ya mfalme aliye na wanajeshi na maaskari wa upelelezi. Si pia nyinyi kwa DCI? Kazi yao ni kufanya nini? Kazi ya DCI ni nini? Kuspy. Ni kuspy. Hamna kazi nyingine? Ama wako na kazi nyingine? Hebu niambie, kazi ya DCI ni nini? Nataka tu kujua makosa. Yaani kazi yao tu ni kutaka kuchunguza wanaofanya criminality, sio? Tukatafsiri pia malaika wa Mungu wanafanya hivyo hivyo. Lakini sasa sisi tulipofika hapo, tukawaingisha department mbili. Ya kwanza guardian angel, ya pili yule wa kitabu. Katibu. Anayekufuatilia tangu asubuhi tangu ulipoamka. So baada ya hapo tukachukua tena picha ile ile ya kiserikali, koti. Wakachukua miza. Sio unaelewa vizuri. So hapo ndipo tunaweza kupotelea ule udanganyifu wa shetani ukatuingia. Baada ya kutuingia, sheria zote za Mungu tunapozisoma katika picha ambayo ni potofu. Sasa tunapozungumzia hayo, then tujue ya kwamba ni kupitia shetani ndiposa sisi binadamu asilia yetu na destiny yetu, hatima yetu imepotea. Kwa hiyo Mungu kuturudisha anahitaji asafishe sintofahamu hizo. Sasa anasafishaje? Lazima aanze kudhihirisha ujumbe wa kitu gani? Wa tabia yake. So mara ya kwanza ni taratibu hadi wakati ambapo kimo na kipana na upana ule ambao sisi binadamu tunaweza kufikia unadhihirishwa kamilifu kwa ujumbe wa malaika wa 14. Malaika wa Ufunuo 18 kama sijakosea. Now, ningelipenda tuende katika pointi nyingine ambayo ni msingi. Na shetani, sikizeni vizuri. Kwa hivyo hapa kuna pointi ya msingi ambayo nimeweka. Kwamba sisi hatima yetu na tabia yetu ilibadilika kwa maana ya kuamini udanganyifu wa nani? Shetani. Sasa matokeo ya kuamini udanganyifu wa shetani kwetu kwanza kabisa yalisababisha nini? Unaposoma kesi ya baba yetu Adamu, nafikiri tumeizungumzia sana. Unaposoma kesi ya baba yetu Adam, kitabu cha Mwanzo pale, ni vizuri tu kurudia, kwa maana tunaporudia pia tunaweza kunufaika kwa kuona baadhi ya vitu ambavyo labda tunavichukulia kwenye ukawaida. Mwanzo 3 mstari wa 10 anasema vipi? Anasema
Akasema, na akasema, nalisikia sauti yako Adamu bustanini. akamwambia kwamba nilisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi. So wakati shetani alipotudanganya, matokeo ya hapo moja kwa moja ilizaa kwenye akili ya binadamu kitu gani? Nini? Hofu. Ilizaa nini? Uoga au hofu. Hofu. Sawa? Moja kwa moja hofu ilipoingia kwa binadamu, then asilia ya binadamu ikabadilika kuwa asilia gani? Binadamu asilia yetu ilipobadilika, ilikuwa asilia nature ipi kageuka kuwa nature ipi? Before igeuke ilikuwa nature gani? Ilikuwa kirafiki. Walikuwa marafiki. Sio? Kwa maana kulikuwa na amani katikati ya wao, yaani Adamu na Mungu na sisi na Mungu, sio? Nao. Sasa na sheria ya Mungu ndio iliyokuwa inafanya huu rafiki uendelee, sio? Sheria ya Mungu ni upendo, au sio kweli? Kweli. Ni kweli? Ndio. Hapo tunajua, sio? Na upendo hufanyaga kitu gani? Okay, hiyo description. Lakini cha msingi upendo ni kanuni ya kutoa. Ndio. Sio? Kwa maana yake upendo sio binafsi. Sijui kama ni binafsi ndio sentence nzuri. Ndio. Upendo sio nini? Sio binafsi, sio? So wakati ambapo kanuni hii ya upendo ilipovunjwa, mtu mwingine akaingia kati ya Mungu na mwanadamu, urafiki ule ukafanya kitu gani? Ukakatika kupitia udanganyifu, sio? Udanganyifu ule ulipoaminika, hofu ikaingia ndani ya maisha ya wazazi wetu wa kwanza. Nini iliyofanyika kwenye upendo? Upendo mahali popote hofu ipo fanya kitu gani? Unadisappear, unatoweka. Yaani mahali upendo upo, hofu fanya kitu gani? Inatoweka. Yaani ndio nielewe vizuri. Mahali upendo upo, hofu fanya kitu gani? Utoweka. Na mahali ambapo hofu yenyewe ipo, nini inatoweka? Haya, mahali ambapo upendo upo? Sasa unapoona binadamu amejaa hofu, nini litoweka? Sasa upendo ulipotoweka, binadamu akabaki kwenye asilia gani? Ni kweli hapo mko sawa, lakini kuna point nataka mpate. Turudi nyuma. Upendo ulipokuwa ndani ya Adamu na Hawa, hakukuwa na hofu. Sawa? Kwa unapoona hofu iko pale, then nini imetoweka? Upendo. So kama upendo umetoweka, ni hali gani imebaki kinyume cha upendo? Chuki, uadui. Ni uadui, chuki ya vitu zote, sio? Ambao kwa kifupi ni hali ya ubinafsi. Ni selfishness. Yaani anayetoa ni mtu ambaye amejaa upendo. Hiyo ni love, sio? Kinyume cha kutotoa ni nini? Ubinafsi. Ni ubinafsi, sio? Kwa hivyo tunaposema asilia ya binadamu ilibadilika, ni kutoka mtu ambaye amejaa upendo kuwa mtu nini? Binafsi. Kwa hivyo tulipokubali udanganyifu wa shetani, vitu viwili vikaingia katika asilia yetu. Ya kwanza, hofu. Ya pili, ubinafsi. Nao hofu na ubinafsi ndio msingi wa kila tendo ya dhambi. Kwa maana yake hivi. Yaani jamani, ndio nikuje nichukue sola za mzee Ngoi. Nimefanya kitendo cha nini? Umefanya ubinafsi. Ubinafsi. Kwa hiyo unataka wewe mwenyewe peke yako ndio ufaidike. Unaelewa vizuri? Na mbona nimeiba sola za mzee Ngoi? Labda ni hofu ya kulala njaa. Siko maneno vizuri? Ndio. Haya. Mimi nimeangalia hapo alafu nikafikiria nikasema mke wangu amesikia niko na mpenzi mwingine wa nje. Alafu ameniuliza mwambia hapana sio kweli. Sasa swali ni hili. Mbona nimedanganya? Umepata hofu. Ni hofu, sio? Na mbona kile kitendo cha kuwa na mpango wa kando ilikuwa ni nini? Ni ubinafsi. So niliponaswa hofu inafanya kitu gani? Inanikaba. So dhambi zote, kila tendo tunalolitenda kanuni yake ni nini? Ni hofu na ubinafsi. Na ubinafsi.
Sasa wakati ambapo Mungu anafanya kazi ya kusuluhisha tatizo hili, huwa anaenda kwa foundation yake. Anataka atuondolee hofu. Anapotuondolea hofu kwa kurejesha sura yake kwetu tuipende, ndiposa ubinafsi wenyewe unaanza kuondolewa. Ubinafsi unapoanza kuondolewa, then hofu ikiwa imeondoka, ubinafsi ukiwa umeondoka, matendo tunaweza kuyatenda hapa nje kimwili yanakaa motivated na nini? Na upendo kwa mwenzio, na upendo kwa Mungu. Sio maneno vizuri? Yaani hautakuwa unafanya kitendo kwa hali ya hofu. Hautakuwa unafanya tendo kwa hali ya ubinafsi, utakuwa unafanya tendo kwa maana ya upendo. Sio kama tunaelewana vizuri jamani? Okay. Kitabu cha Wagalatia 5. Wagalatia sura ya 5. Wagalatia 5 mstari wa 19 mstari wa 19 hadi 21. Imeandikwa, basi matendo ya mwili ni dhahiri. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Ndiyo haya. Na ndiyo haya: Uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, uivu, hasira, fitna. Sasa kwa haya matendo yote ambayo yametamkwa hapa na kuorodheshwa, hayo ndio tunayoita matendo ya nini? Ya mwili. Ya mwili. Hayo ni matawi ya tatizo. Sijui kama mnaelewa vizuri. Yaani hayo sio tatizo. Matunda. Hayo ni matawi ya tatizo. Yaani kwa maanake hiyo ni ni ile bombo unayoliona hapa chini. Lakini kiini chake sio hayo unayoyaona. Kiini chake ni hofu na ubinafsi ambao umekaa motivated kwa Kiswahili. Ambao umechochewa au umesababishwa na nini? Na uongo wa nani? Shetani. So Mungu katika usafishaji wa siku ya mwisho, then anarudi kwa kutuondolea ile hofu tulio nayo na Mungu. Anapoiondoa, na anaondoa kupitia chombo kinachoitwa ukweli kumhusu yeye mwenyewe. Anapoondoa hofu, inapoondoka katika maisha ya binadamu, hofu inapoondoka, anaanza kuwa binadamu ambaye anafanya vitu kutoka kwenye nia na motive ya upendo. Taratibu matendo hayo ya mwili yanaanza kuondoka yenyewe taratibu. Sio tunaona vizuri? Yanaanza kutoka yenyewe kwa maana Bwana ameziba mahali ambapo bomba chake linatoa uchafu kipo. Nimepata swali. Naam. Kwa kusoma niliona kwamba Adam na Hawa kabla hawajatenda dhambi, kabla Hawa hajapata kula matunda ya mti uliozuiliwa asile, kwenye kitabu cha Wazee na Manabii kuna hatua alizipitia kufikia anakula tunda, na muda mfupi tu kabla hajala tunda, lile tunda mkononi mwake hakulichuma moja kwa moja. Niliona kwamba lilichukuliwa, shetani nyoka alichukua tunda akaweka kwenye mikono ya Hawa aliyekuwa anashangaa kama vile anapigwa butwa, anawaza, akamgusisha tunda akamwekea mikononi, then akamuuliza umekufa? Akasema kabla hajajibu akampatia, baadaye akaamini kwamba ni uongo, sentensi za Mungu. Lakini kabla hajaenda kwenye ule mti, kwenye kile kitabu cha ukweli kuhusu malaika, tunaona kwamba hata pipi yenyewe bado nasema hivi, alipokuwa ametengana na mume wake, Roho Mtakatifu alimkumbusha Hawa kwamba hicho unachofanya ni kosa, kwa sababu kutengana na mume wako ni amri ambayo walisisitizwa na malaika wasiivunje. Lakini yeye alivunja, na moyoni mwake akasidikishwa kwamba angekutana na nani? Na adui ambaye wameonywa mara kwa mara. Lakini pipi nasema akajitia moyo kwamba alikuwa na hekima sana kiasi kwamba akikutana naye angeweza kumdhibiti. Sasa hiyo ilikuwa ni iniquity. Kwa mujibu wa kile kitabu cha ukweli kuhusu malaika, alikuwa ameshakosea, ameshatenda dhambi kuanzia hapo kabla hata hajakula tunda lolote. Sasa
ikiwa ndio shetani ilianzia hapo dhambi yake Adam na Hawa, maana yake inatibiwaje huku? Yani nafikiri nimekuelewa. Umenielewa, lakini pia nihusianishe na mfano wa Yohana 15 ambao Yesu ni Luka 15 ambao alizungumzia kuhusiana na mwana mpotevu. Tukaona kwamba kwenye ule mfano shetani aliwakilishwa na mfano wa yule mwenyeji wa ule mji alikokimbilia yule mwana mpotevu, ambaye yeye alichofanya hakumtoa kule nyumbani, alikutana naye kule ili akamtreat kishetani, kuonyesha kwamba Hawa alikutana na shetani akiwa tayari ameondoka kwenye nyumbani, akakutana naye. Kwa hiyo yeye alichofanya ni mashetani wenye tabia zinafanana hapo, wote wametransgress. Nafikiri umeelewa mwalimu. Sawa, kwenye picha hiyo ambayo ndugu amezungumzia, mimi nafikiria sielewi hivyo. Maagizo ya Bwana kwa Adamu na Hawa yalikuwa ya kwamba ndio kuna maagizo ya kwamba walikuwa hawafai kutengana, sio? Ndio. Kile walichokuwa wameagizwa ambalo lingekuwa kosa kukitenda ni kula tunda. Nao ningependa nirudi nyuma kidogo. Dhambi ni kitu gani? Uasi dhidi ya sheria. Uasi wa sheria. Uasi ni nini? Ukiukaji wa makusudi. Uasi si tendo. Uasi ni usaliti. Yaani unaposema kwamba dhambi ni uasi wa sheria, uasi huo unaozungumziwa hapo sio matendo ya uasi. Uasi, tunapozungumzia uasi ni hali ya mtu. Now it's a state. State ni hali. Hali hiyo ndio inayoleta matendo. Matendo ni matokeo ya hali ya uasi. Kwa maana yake hivi, kuvunja sheria za Mungu kwenye matendo ni udhihirisho wa uvunjaji ni udhihirisho wa uasi ulio ndani. Uasi ulio ndani tunamaanisha ya kwamba hali ya kutojali na hali ya kuchukia maelekezo na maagizo ya mtu wa nini? Mtu wa amri. Sawa? Kwa wakati ambapo Hawa anaweza hesabika kwamba amefanya kosa, ni dhambi samahani, ni wakati ambapo tu hali hiyo ipo ndani yake. Anapokuwa katika hali ya jeuri kwenye mawazo. Hiyo tu ndio mimi nafikiria kwenye mawazo yangu. Kwa maana yake ya kwamba kwa Kiingereza ninasema in a state of distrust and doubt. Yaani mtu ambaye hapendi sheria hiyo. So motive ya Hawa kuenda na kuendelea kuenda sio kwamba hakuwa anapenda maagizo ya Bwana. Kabla hajaweza kuzungumza na nyoka na tunda. Kinachomfanya sasa aingie kwenye hali ya dhambi, the state of sin, sio matendo ya sin, ndio aingia katika hali ya dhambi ni wakati alipopokea ufahamu tofauti kuhusu nani? Kuhusu Mungu. Naomba nifafanue. Kama Mungu angeingia kwa shamba kabla Hawa achukue tunda ale, lakini tayari badilisha nia ya kutii kuwa sasa huyu amekuwa akinikandamiza, nitakula nini? Tunda. Lakini Mungu aingie kabla hajachukua tunda kutoka kwenye mkono wa shetani au yule joka. Ingekuwa dhambi, ingekuwa dhambi. Ingekuwa dhambi. Ni kwa maana matendo la kula tunda silo tatizo, isipokuwa ile hali ya akili aliyokuwa nayo anapoonyeshwa nini? Manake tunda angekula hata siku nyingine. So point ya msingi ni kwamba kinachofanya dhambi iwe dhambi sio matendo yale ya nje, isipokuwa ni state ambayo mtu yunayo katika mawazo anavyotazama sheria ya Mungu. Nao kitabu cha Zaburi, ningependa nimalizie kwenye nukuu mwisho hapa, alafu kesho tutaendelea. Siku ambazo zimesalia
tutaweza kuweka kambi yetu itakuwa hapa. Usafishaji wa hekalu hapo ndo tunaweza kuweka makao sana. Hizo siku ambazo zote zimebaki tunazunguka tu hapo ndani. Na kitabu cha Zaburi 51 mstari wa 2 na 7. 51 mstari wa 2 cha Zaburi na wa 7. 7 imeandikwa tokea Sayuni. Sorry, nimesema? Okay, sorry, nimesoma 50, ni 51. 51 mstari wa 2. Haya pili nasema unioshe kabisa na uovu wangu. Unioshe kabisa na uovu wangu. Unitakase dhambi zangu. Unitakase dhambi zangu. Fungu la 7. Unisafishe kwa hisopo. Nami nitakuwa safi. Unioshe nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. So unapopata hapo Daudi alipokuwa anaomba baada ya kufanya kosa au dhambi, alipokuwa anasema baba amsafishe au amtakase, unaona nani aliyekuwa lengo hapo? Ni pahali pengine kwenye kitabu au ni yeye mwenyewe binafsi? Yeye mwenyewe, sio? Kwa hivyo usafishaji na utakaso wa maandiko, anayekuwa na lengo sio hekalu la jengo la matafari, bali ni hekalu la marigafi ya nini? Ya mawe yaliyo hai. Mpaka hapo tunaona vizuri? Hebu tusome fungu lingine la mwisho and then tusome nukuu. Waefeso 5. Efeso 5. Wakati ambapo wanaume wanapatiwa mawaidha kuhusu jinsi ya kuwashughulikia wanawake wao. Efeso 5:22. No, 25. Enyi waume wapendeni wa 25 na 25. Naomba kwa sababu ya muda 25 fikiri kama ndio hiyo. Okay. Enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Alipojitoa alijitoa makusudi ya nini? Atakase na kusafisha nini? Kwa maji katika kanisa, neno. Kanisa ambaye amewakisha na nini? Na mwanamke, sio? Ndio. So na tukasema ya kwamba kazi ya kuingia hapa ndani ni kazi ya nini? Kusafisha naomba turudi nyuma kidogo. Kristo anapowakilisha kwamba anaingia hapa ndani kwenye kitabu cha Mathayo 25, anaingia wapi? Kwa harusi. Kwenye harusi, sio? Na kumbe kwenye harusi hii anaenda kufunganishwa na nani? Bibi harusi. Na bibi harusi, sio? Tukapata hapa ni kazi ya kuunganisho inayofanyika pale. Na sio kuunganishwa kimwili isipokuwa katika nini? Katika mafahamu zao. Sawa? Kwa maana yake kazi hii inayozungumziwa na Paulo katika kitabu cha Waefeso ndio hiyo moja inayoendelea wapi? Anasafisha mke wake au kanisa lake kupitia nini? Kupitia hapo maji katika neno. Kupitia maji katika nini? Anasema katika neno. Nafikiria tushamaliza. Ili makusudi aitakase na kuisafisha kwa maji katika neno. Yaani maji yanayopatikana katika neno. Sio, unaelewa? Yaani anaposema maji katika neno, yani maji hayo yapo kwa neno. Ndio hii. Yaani mnapoona maji hayo ambayo Walawi walikuwa wanaosha miguu yao, walikuwa wanafunzwa jinsi ambavyo Kristo anawasafisha na anasafisha Israeli yote kupitia maji katika neno. Yaani kwa maana yake maji yanayopatikana kwa neno. Na maji yanayopatikana katika neno ni kitu gani? Yaani maji ya uzima katika neno ni kitu gani? Ni nini ambayo inapatikana kwa neno? Ni Roho Mtakatifu au uzima? Sio? Kwa hivyo ni kupitia uzima wake ambao ni damu yake inaosafisha au kutakasa mwanamke. So unapoona Kristo anapoingia hapa ndani, alafu tunaambia kwamba ameingia na damu yake kusafisha nini? Hekalu. Ni kwa maana kwamba Kristo amekubarika au ameruhusiwa na binadamu amsafishe na uzima wake kwenye hekalu la rohoni. Sasa anapofanya hiyo kazi Kristo anaifanya akiwa wapi? Akiwa mbinguni kimwili, lakini hekalu analolisafisha lipo wapi? Liko duniani. Sawa? Nukuu tunayomalizia and then tuweze kupata pumziko. Sijui kama tunaweza ipata kwenye kitabu cha Kiswahili Desire of Ages. Ndio. Desire of Ages 161. Takuwa vizuri tukisoma kwa Kiswahili. Kipo hapa? Nichukue iko ndani. Kingine ambacho kiko tayari?
Ipo? Haya. Desire of Ages 161. Sasa hapo tunazungumzia Kristo kutakasa hekalu lile la Wayahudi. Na pointi ya msingi hapa nataka tumalizie. Mimi nafikiria bila hata kufanya kuoverlabor. Kuoverlabor ni kumaanisha kusisitiza sana. Kama umekuwa darasani tangu tulipoanza, kanuni ambazo tumeziweka zinajieleza zenyewe. Sio? Kwa hiyo hapa hii ni nukuu nyingine ambayo ni muhimu pia kuweza kufafanua na kutushusha kutoka kwenye ile nadharia ambayo tumekuwa nayo ya la jengo inaruhusu kitu kingine isipokuwa mimi. Naelewa? Ile nadharia ambayo tumekuwa nayo ya Kiadventista, sawa? Potovu ile. Nukuu hii ni muhimu sana. Umeiona? Yes. Ndio katika hekalu lake sura anasema. Hapo bado nafikiri inafurugika. Damu na yani namna ambavyo damu inahusika. Kwa mfano kama hilo fungu la Waefeso tumesoma ikaonekana vitu vingapi? Viwili. Neno na nini? Na maji. Sasa ikawa narudisha mawazo nyuma. Kwamba kama hata kina Adam na Hawa sawa, walipokuwa wameingia kwenye makosa, halafu kama ingetokea wakaomba msamaha wakatubu, Kristo sangewasamehe. Sawa, yani wakatubu, si wangesamehewa? Sasa kama wangesamehewa, maana yake kungekuwa na haja tena ya Kristo kuja msalabani nilipoieleweke kwamba kifo cha Kristo ndio kimetakasa watu, au imekuwaje hapo? Okay, swali limeulizwa kwa darasa. Naweza kujaribu kwa ufupi kujibu. Ndio. Kwa mujibu wa kitabu cha Wazee na Manabii, Adam baada ya kuwa ameonyeshwa hali yake na matokeo ya dhambi, aliomba hivi, badala ya Kristo kuja kufa, yeye aachwe tu apotee. Lakini kitu kingine alitubu kwa sasa nimeshaelewa sitarudia, yani hapo naomba unisamehe. Aliomba hivyo, unaelewa? Lakini akaambiwa hivi, nguvu ya uwezo wa kwako wa kumpinga shetani umeshapungua. Hiyo ni moja. Lakini pili, kwa nini mpaka kuwepo na kifo cha Kristo? Kinachotibiwa ni mawazo ambayo yamewekewa kitu kitofauti na vile yalivyoumbwa. Ambao sasa mawazo huwezi ukasema tu hivi nimekusamehe alafu mawazo yakasafishwa. Mtazamo wa Mungu ukageuka, mawazo ya shetani aliyoyajaza kwenye akili yakafutika kwa kusema nimekusamehe. Nafikiria ni jaribio nzuri. Na mimi ningependa tu kupeana tu kwenye ufupi kuongezea alichokisema. Tumeshakubali kwamba tushatoka James katika sehemu ambayo inasema Mungu anaposema nimekusamehea, mbadiliko huo ukui kwake. Na kwa nani? Mwenye dhambi. Kwa hiyo kafara ya Kristo sio kwa maana kulikuwa na ugumu kwa Mungu kumsamehea Adamu, sio? Kwa hiyo Adamu alipoomba msamaha, Mungu alimsamehea. Okay? Kwa maana yake Adamu kwa kweli alishaona kwenye mfano ule tendo lake na tukio lake. Sawa? Akaomba nini? Msamaha. Lakini mbona Kristo imbidi aje tu? So nina swali. So Kristo ashabadilisha mawazo ya Adam, sio? Wewe ungezaliwa baada ya hapo, ungezaliwa ukiwa na asilia gani? Yaani watoto wake Adam, watoto wake na vijukuu vyake wakina Kain, Seth wote wangezaliwa na nature gani? Bila dhambi au na dhambi? Kwa maana yake yani punde tu binadamu alipokubali udanganyifu wa shetani, nature yake ishabadilika. So yeye ashatubu, ni sawa. Ndio maana bado anabaki kuwa mtoto wa nani? Wa Mungu. Sawa. Sasa wote wanaofuata baada ya yeye wanarithi, wanafanana na yeye, sio na Mungu. Yake ya dhambi. Kwa maana yake ijapokuwa Adam imesuluhishwa, bado mwendo ni mrefu. Sio, unaelewa vizuri? Kwa maana yake mimi na wewe tumerithi tu kutoka kwenye mzazi wetu. Yeye alishabadilisha mawazo yake, lakini sasa asilia yake, nature yake tumeirithi. Kwa maana yake udanganyifu ule wa shetani sisi tutakuwa tunafanya gani? Tupo nao. Kwa hivyo mpango wa wokovu wa Kristo kuja kufa sio tu kusuluhisha kesi ya Adamu.
Nafikiria kwenye muhtasari kujibu swali. Katika kule kutakasa hekalu tutaanzia Sasa hapo. naomba hapo tusikize kwa maana nataka tumalize. Sawa? Kama umechoka jamani, kama umechoka naweza simama tu hapo kidogo Kwenye cha tusome Kiswahili nukuu. ni ukurasa wa 108. Inasemaje? Kwenye cha Kiingereza 159 na In the 100. cleansing of the temple. Katika kule kutakasa hekalu So Yeah. tunajua anaposoma nipeane tu picha. Tunajua wakati ambao Kristo ameingia kwenye hekalu la Wayahudi, ile ambayo iliyotengenezwa na Sulemani kwa kuiga mfano huu. Sulemani atengeneza? Nehemia na Ezra. Na 161. Sasa sikize, labda Kiswahili na wamekwambia, lakini mimi kwenye Kiingereza ni 161. Kristo alipoingia kwenye hekalu, tusikae hapo. Kristo alipoingia kwenye hekalu akapata biashara zinaendelea, sio? Ndio. Alafu tunajua akafanya kitendo cha kusafisha kitu gani? Hekalu. Tendo lile ambalo Kristo alilifanya lilikuwa na maana. Hakukifanya kwa fujo, makusudi ya fujo. Lakini lilikuwa na maana, lengo fulani. Sasa kwenye point ile ya kuchukua ni kiboko. Kikokoteo, Mikoto. hiyo nafikiria ni sisi tunashughulikia. Kristo alichapa watu, kwa hivyo sisi tuchape watu kanisani. Hiyo ni sisi tunashughulikia. Lakini mimi ile lengo la kusafisha hekalu lilikuwa ni maana gani? Tusome kwenda chini. Sema. Nimesema ukurasa 108 kwa Kiswahili aya ya 3. Okay? Katika kule kutakasa hekalu, Yesu alikuwa anatangaza kazi yake kama Masihi. Kwa hivyo kitendo chenyewe kilikuwa ni utangazo wa nini? Wa kazi ya Kristo kama Masihi. Aha. Anasema na alikuwa akiingia katika kazi yake. Kanisa lile ambalo lilijengwa Hekalu lile. Andika kanisa. Ameelewa kanisa? Hapo Umekosea. Kwako Nasema the temple. Okay. Tutatumia hekalu. Hekalu lile ambalo lilijengwa ili kuwa makao ya Mungu. Sasa sikizeni, kwa maana nikikupoteza kwenye nukuu hiyo hapo aliposoma hapo, yaani itakuwa bado kama kuna giza yote ambayo imebaki kuhusu somo la hekalu, bado utakuwa umekwama. Naomba jamani, kama umechoka, hebu kidogo ni confirm. Naweza kuwa na sina nazungumza hapa alafu bado watu wengine wako dunia yao. Hizi ni confirm vizuri. Kule nyuma hamjambo? Mko sawa? Ndio. Abdoni. How are you? Naomba tusikize vizuri nukuu hiyo. Kwa maana hiyo kipengele ni muhimu sana. Yaani ni kipengele kadogo sana lakini ambacho uzito wake ni muhimu sana jamani. So ninaomba uisikize kwa umakini. Na kama utakuwa umechoka labda ukienda kupumzika baada ya hapo uende ufanye kitu gani? Uisome, sawa? So tusikize. So alipoingia kwenye hekalu, alikuwa anatangaza mission yake, sawa? Umeelewa vizuri? Naam. Haya, twende mbele. Anasema hivi. Hekalu lile ambalo lilijengwa ili kuwa makao ya Mungu, hekalu hilo alikuwa analisafisha, lilijengwa liwe makao ya nani? Ya Mungu. Lilipangwa kuwa kama somo kwa Israeli na kwa ulimwengu. Pointi ya kwanza. Hekalu lile lilikuwa limetengenezwa liwe nini? Liwe somo kwa Israeli. Liwe somo kwa Israel na nini? Na kwa ulimwengu. Somo lipi? Tangu milele ilikuwa kusudi la Mungu kwamba kila kiumbe tangu serafi mtakatifu na mwenye utukufu mpaka mwanadamu awe ni hekalu kwa ajili ya makao ya Muumbaji. Kwa sababu ya dhambi. Sasa, yani mpango wa Mungu ilikuwa kwamba binadamu, serafi, malaika kwa maana yake, na kila chochote alikusudiwa kiwe ni makao ya nani? Ya Mungu. Lakini dhambi ilipoingia, ana shift, anaingia kwenye sehemu ya ulimwengu mwingine kwa dhambi sasa. Kwa sababu ya dhambi, mwanadamu alikoma kuwa hekalu la Mungu. Mwanadamu akakoma kuwa nini? Hekalu la Mungu. So kama alikuwa ameumbwa awe hekalu la Mungu, dhambi ilipoingia akakoma kuwa hekalu la Mungu, so binadamu akakuwa hekalu la nani? La Shetani. Aha. So unapozungumzia Wathesalonika kwamba anajiinua kwa hekalu la Mungu, sio hata mbinguni tu, haikuagi Vatican. Yaani iko hapa. Hapo ndio anajiinua hapo. Anajiinua ukiwa nyumbani. Na ile pembe. Anasema
Sawa. So yani kwenye hekalu la Mungu sasa unapata kitu kingine kinafanya kitu gani? Kinakaa kupitia mafumbo ya kujificha kwenye masomo, kwenye kumwakilisha Mungu katika sura tofauti. Unafikia ni Mungu ako ndani kwenye hekalu lake, kumbe ni mtu mwingine. Twende mbele. Anasema ukiwa umetiwa giza na kuchafuliwa na uovu. Hilo limetiwa giza na kutiwa uovu. Ukiwa umetiwa giza na kuchafuliwa na uovu, moyo wa mwanadamu. Sasa kumbe hekalu hilo ni wapi hasa? Moyo wa mwanadamu haukuweza tena kufunua utukufu wa Mungu. So Mungu anafanyaje sasa? Mungu afanya nini? Suluhisho, sio? Mpango wa wokovu. Anaanza kusafisha moyo huo. Kumbe hekalu tangu mwanzo lengo la Mungu ni kusafisha binadamu. Twende mbele, Lakini ukiwa umetiwa giza rudia kuendelea. Anasema hivi, hiyo utaandika tu mwenyewe. Usiandike kila kitu. Okay, anasema ukiwa umetiwa giza na kuchafuliwa na uovu, moyo wa mwanadamu haukuweza tena kufunua utukufu wa Mungu. Lakini kwa mwana wa Mungu kufanyika mwanadamu, kusudi la mbingu linatimizwa. Mungu anakaa ndani ya mwanadamu, na kwa njia ya neema iokoayo, moyo wa mwanadamu unakuwa hekalu lake. Endelea chini. Mungu alipanga kwamba hekalu la Yerusalemu Sasa hapo tena point zingine zinaongezwa. Mungu alipanga kuwa hekalu la nini? La Yerusalemu. Ule mfano aliyokuwa amepeana kwamba Israeli jifunze na nini pia jifunze ulimwengu. Mungu alipanga hekalu la Yerusalemu liwe ushuhuda wa kuendelea kueleza katika hatima ya juu iliyofunuliwa kwa kila mtu. Kwa hivyo Yerusalemu, yani jengo lile la Yerusalemu, sawa? Ndio. Ambalo limejengwa likifuata mfano huu, ilikuwa limepeana kuwa ushuhuda wa milele nini? Kuendelea kueleza katika hatima ya juu, ieleze hatima ya juu iliyofunuliwa kwa kila mtu, ambayo iko mbele ya kila mmoja. So unaposoma hekalu then, yani hapa Mungu anakupatia ushuhuda na anakupatia mfano wa mahali ambapo anataka akupeleke. Yani mahali ambapo anataka akurejeshe katika pahali pako halisi. Yani harudishe sura ya hekalu yake jinsi ilivyokuwa mwanzo. Twende mbele. Na anasema kuanzia hapo, hiyo point msisahau ninazozisisitiza hizo. Lakini sasa hapo anaposema lakini, Wayahudi hawakuwa wameelewa maana ya lile ambalo walikuwa wamelichukulia kwa fahari kubwa. Yani Wayahudi hawakuwa wameelewa nini? Maana ya kitu ambacho walikuwa wamekichukulia kwa fahari kubwa. Yes, kwa fahari. Hawakujitoa wenyewe kwa kuwa hekalu takatifu. Kumbe kile ambacho walikuwa wamepewa maana yake ilikuwa kwamba wao wawe nini? Lakini hawakuelewa hiyo nini? Hiyo maana. Ilikuwa ni mfano kwa Wayahudi na ulimwengu mzima. Sisi walimwengu wengine, sisi vile hatukuelewa. Hawakujitoa wenyewe kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Mungu alitamani wajitoe wao kama nini? Hekalu la Roho Mtakatifu. Lakini wao hawakuelewa maana yake, lakini walikuwa wanaweka yani ni kitu ambacho walikuwa wameweka fahari yao kubwa wapi? Kwake. Kwenye hiyo hekalu, sio? Na ndio maana Yeremia ana tatizo na wao. Anawaambia mnasema hekalu la Bwana, hekalu la Bwana. Kiendelea kufanya kitu gani? Kuiba, kuwanyanyasa ambao ni mayatima. Nakumbuka? Sasa swali, Wayahudi hawakuelewa funzo kwamba lile ilikuwa ni mfano wa jinsi ambavyo Mungu anafaa awarejeshe wao na kuwatengeneza wawe hekalu ya Roho Mtakatifu. Sisi ulimwengu mwingine tumeelewa? Hapana. Hatujaelewa. Lakini sasa hapo Wayahudi wa leo, Wayahudi wa nini? Wa leo. Tuna pia fahari kubwa ya hekalu kuanzia 18 what? 44. Si tuna fahari kubwa. Unajua Muadventista original present truth anakuambia kwamba kanuni ya msingi nguvu ya Waadventista ni hekalu. Ni fahari kubwa, sio?
Anakuambia mafunzo yetu yote yanafanya kitu gani? Yanatoka wapi? Huko. Ni fahari kubwa. Tumeelewa? Anaendelea kusema vile vinywaji vya hekalu vilivyojawa na fujo za biashara isiyo takatifu. Sasa hapo ameshapeana principle. Sorry, nilimaanisha viwanja. Nasema vile viwanja vya hekalu. Baada ya kutuambia lengo la lile hekalu ambao hawajaelewa, sasa anaingia kutuambia alipoingia kuisafisha ile hekalu, lengo lake lilikuwa kufunza Wayahudi kitu gani na sisi tujifunze kitu. So sasa anaingia kuwakilisha kilichokuwa kinaonekana kwenye hekalu ile ilikuwa ni mfano wa nini? Ndio. Anaendelea kusema vile viwanja vya hekalu vilivyojawa na fujo za biashara na fujo ya biashara isiyo takatifu viliwakilisha kwa usahihi kabisa hekalu la moyo. Viliwakilisha kwa usahihi kabisa hekalu la nini? La moyo. La moyo, ambalo limechafuliwa na uwepo wa hisia za tamaa na mawazo yasiyo na utakatifu. Katika kule kusafisha hekalu kutokana na wauzaji na wanunuzi wa kiulimwengu, Yesu alitangaza kazi yake ya kusafisha moyo. Kwa hivyo kwa kuondoa uchafu wa dhambi. Wale watu kwenye hekalu pale, Kristo anatangaza kazi yake ya kusafisha kitu gani? Moyo. Nini? La moyo. Unapata hapo point? Unaelewa point hapo? Kwa hivyo ile hekalu unapoiona katika ile hali ya biashara ni moyo wangu. Yani fujo zilizokuwa zinaendelea. Zile fujo makelele, chukua hii ni 200. Yani hiyo kelele yote iko kwa nani? Kwa moyo wa mwanadamu. Mwanadamu yupi huyo? Mimi. Mwingine isipokuwa tu mimi na wewe hapa. Makelele mingi kwenye akili ya dhambi na tamaa na anasa na hisia za uovu zimejaa kwenye akili za nani? Za binadamu. So kazi ya Kristo ni kusafisha nini? Ni kuisafisha. Sawa? Lakini maajabu, sikiza baada ya hapo. Anasema nini? Ndio. Kwanza anasema nisogee hivi. Anasema katika kule kusafisha hekalu kutokana na wauzaji na wanunuzi wa ulimwengu, Yesu alitangaza kazi yake ya kusafisha moyo wa kwa kuondoa uchafu wa dhambi kutokana na tamaa ya mambo ya kidunia, ubinafsi, tabia za uovu ambazo zinaharibu roho. Sasa unaona hapo? Unaona hapo tumefika hapo? Yaani hapo kuna msumari wa mwisho. Sawa? Ndio hii hekalu la kishetani ambazo tumekuwa nayo before tuizibe. Sawa? Sikiza maneno yanayofuata. Anasemaje? Bwana mnayemtafuta atalijiria hekalu lake ghafla. Kama umekuwa darasani tangu last week. Hiyo ni chapter gani? Malaki 3 fungu la tukaambiwa Malaki 3 nazungumzia kazi ya wapi? Haya. Yeye hapa ameitumia ikiwakia hekalu lipi? Moyo wa mwanadamu, moyo wa binadamu. Yaani hiyo kesi inamalizwa. Kwa hivyo kuzungumzia usafishaji wa hekalu hapa ni sawasawa na kazi ambayo Kristo aliwakilisha kwa kusafisha hekalu lile ambalo Wayahudi walikuwa nalo, kuwafunza tena mara nyingine kama ulimwengu utaelewa kazi anayoitaka kuifanya ya kusafisha Lawi. Amina. Malizia nukuu. Inaanza kwa kusema Bwana mnayemtafuta atalijiria hekalu lake ghafla. Naam, yule mjumbe wa agano mnayemfurahia, angalieni anakuja, asema Bwana wa majeshi. Lakini ni nani atakayestahimili siku ya kuja kwake? Au ni nani atakayesimama atakapoonekana yeye? Kwa maana yeye ni mfano wa moto wa mtu asafishaye fedha, ni mfano wa sabuni ya mtu afuaye nguo, naye ataketi kama asafishaye fedha na kuitakasa, naye atawatakasa wana wa Lawi, atawasafisha kama dhahabu na fedha. Atatakasa wana wa nini? Wa Lawi. So unapata kwa Kristo kwenye mfano huu wote wanaosafishwa ni wanadamu na wala si vitabu. Sijui tunaelewana vizuri. Sasa kesi ambayo inasalia baada ya hapa, hii vitabu ni nini? Kwa maana yake hizo vitabu zinahusiana na usafishaji. Hizi vitabu ni nini? Na lazima ziwe zinaunganika moja kwa moja na anayesafishwa.
Kwa maana yake usafishaji wa hizo vitabu ndio kazi inayoitwa ya kusafisha hiyo hekalu. So hizo vitabu ni nini? Hiyo tunaweza kuimalizia siku nyingine, lakini for now niwakumbushe ile nukuu ambayo tumeisoma. Great Controversy 4:26. Great Controversy 4:26. Tumeisoma hapa. Barnaba kuisoma kwa maana yake ya nukuu hiyo ambayo tumeimalizia kwamba tazama Bwana anakuja kwenye hekalu lake na atakuja kusafisha na kutakasa Lawi. Now, Great Controversy tumeisoma inasemaga hivi. The coming of Christ as our high priest. Ujio wa Kristo kama kuhani wetu to the most holy place. Patakatifu. For the cleansing of the sanctuary. Ya kupatakasa patakatifu. Brought to view in Daniel 8:14. Peleka kuona katika Daniel sura ya 8 fungu la the coming of the Son of Man to the Ancient of Days, kuja kwa mwana wa mtu kwa mzee wa siku, as presented in Daniel 7:13. Mlivyowakilishwa katika Daniel sura ya 7 fungu la 13. Matukio mawili. And the coming of the Lord to his temple. Na ujio wa Yesu katika na ujio wa Bwana katika hekalu lake. Foretold by Malachi. Kama ilivyoelezwa na Malachi. Watu wamesoma sura ya zao pages hiyo. Sura 3:13. A description of the same event. Ni maelekezo ya kitu kimoja. Kwa maana yake kazi inayofanyika hapa ni usafishaji wa Lawi. Na Mungu awabariki. Amen. Tunaweza kupata ombi.